Katika kandanda ya Tanzania, klabu za Simba na Yanga ndio klabu vioo, ndio kama identity ya kandanda ya Tanzania kwa miaka nenda miaka rudi, klabu ambazo zimedumu katika soka kwa miaka mingi kabisa. Lakini klabu hizi mbili zote zina vitu ambavyo vinafanana, lakini vina vitu ambavyo vinatofautiana. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatofautiana nje ni swala zima la rangi, kila upande una identity yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wanatofautiana ni kwenye pitch, kwa maana ya aina ya mchezo ambao wanauonesha. Miaka nenda rudi, hata kwa wale ambao hatukuzaliwa nyuma ya hapo wakati Simba inacheza, tulipokea maelezo juu ya wazee wetu waliopita kwa namna ambavyo klabu hizi zinacheza kandanda mbili tofauti. Young Africans inajengwa na nguvu ya mawinga bora ambao wanashambulia kwa kasi. Timu yao imekuwa na spidi na imekuwa ikitumia wingers hatari kwa miaka mingi iliyopita huko nyuma. Lakini kwa upande wa Simba ni timu ambayo inacheza kandanda possessional based, ni timu ambayo inapiga pasi nyingi kufika katika lango la wapinzani. Huu ni miongoni mwa uniqueness, utofauti ambao wako nao hawa wawili. Sasa basi tunakwenda kuangalia wekundu wa Msimbazi na nyota ambao wanahusishwa nao katika timu yao. Ukiangalia ni kama Simba wamejua wapi ambapo wamekuwa wakikosea. Kwa misimu ya hivi karibuni wamekuwa wakistruggle katika eneo la kiungo, hususan kiungo wa ulinzi. Na msimu huu wa 2024-25 walifanya jitihada za kutosha kwa kuleta viungo wa eneo hilo, kwa maana ya viungo nambari 6. Miongoni mwa nyota ambao waliletwa katika hilo eneo ni MVP wa ligi ya Nigeria ambaye ni Augustine Okejefa. Baadaye wakamleta pia Yusuf Kagoma. Kama haitoshi wakamleta Abdurazak Hamza. Nikukumbushe, Abdurazak Hamza miongoni mwa sababu ambayo iliwafanya Simba wamsajili ni uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya moja. Ingawaje Fadlu Davids amekuwa akimtumia zaidi kucheza katika beki ya kati, lakini ni kinda ambaye makuzi yake ya kandanda alikuwa akicheza nambari 6 hata akiwa kwenye kikosi cha Azam chini ya umri wa miaka 20 ambacho kilikuwa kinanolewa na meja mstaafu Abdul Mingange. Alikuwa akimtumia kama nambari 6. Naam, lakini mambo yakawa yamebadilika, wakamconvert kwa sababu ya vitu ambavyo wameviona kitaalamu, wakamshusha nyuma acheze kama mlinzi wa kati. KMC alipita kucheza kama mlinzi wa kati, Mbeya City alikuwa kama mlinzi wa kati, sometimes nambari 6, akapita na Mungo pia, mpaka baadaye akaenda Super Sports United ya Afrika Kusini na kurejea nyumbani kwa maana ya Tanzania, na yupo kwenye kikosi cha Simba. Sasa Simba haikuishia hapo, wakaenda kusajili pia Deborah Fernandez Mavambo kwa ajili ya kuboresha eneo la kiungo, kwa maana ni nyota ambaye anaweza kucheza boksi ya pili, kwa maana boksi ya kushambulia na boksi ya ulinzi pia. Na lengo kuu ilikuwa ni kuifanya Simba kuwa bora zaidi katika hiyo safu ya kiungo. Tayari Ngoma yuko pale, Fabrice Ngoma Luamba, wakaongeza na viungo wengine. Sasa basi msimu huu ndio hivyo unaelekea ukingoni, but so far Simba Sports hawajafanikiwa kubeba taji lolote, lakini wamefanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa akifika mpaka finali ya kombe la shirikisho. Hivyo basi picha kubwa ambayo Fadlu Davids yuko nayo, uongozi wa Simba uko nao, wanataka kuona kwa namna gani Simba inarudi imara zaidi katika season ijayo ya 2025-2026. Na inarudi strong kwa namna gani? Lazima kusajili wachezaji wenye quality, lakini hawa wachezaji ambao wanasajiliwa, safu ya kiungo ndio inazingatiwa zaidi. Ukiangalia Simba katika safu yao ya ulinzi inaonekana kuwa strong, ingawaje kuna changamoto za hapa na pale, lakini safu yao ya ushambuliaji inafunga. Safu ya kiungo inaonekana bado inahitaji nguvu ya ziada kuongezewa, kwa sababu falsafa ya Simba wenyewe wanaamini kwamba ili waweze kurudi katika makali yao, waweze kucheza ile possessional based, lazima wawe na namba kubwa ya viungo wenye quality. Hivyo basi katika msimu ujao 2025-26 ukiangalia tetesi nyingi ambazo zinakuja zinawahusu viungo kwenye klabu hiyo. Kwa nini viungo? Kwa sababu ndio eneo ambalo wanataka kuliongezea nguvu zaidi Simba. Yes, na ikumbukwe jana kulikuwa kuna kikao cha technical staff, kwa maana ya benchi la ufundi la Simba, walikuwa wakiwasilisha ripoti yao kupeleka kwa viongozi kwa ajili ya kusajili wachezaji. Na miongoni mwa wachezaji ambao eneo ambalo nataka lifanyiwe kazi zaidi ni katika safu ya kiungo cha miamba hiyo wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo basi hapa tunakwenda kuangalia
viungo ambao wapo katika rada ya Simba moja kwa moja. Achana na wale ambao wanazungumzwa ambao Simba hawajawahi kufanya nao mawasiliano kwa namna moja ama nyingine. Tunakwenda kuangalia viungo ambao Simba wameshafanya mawasiliano kwa namna moja ama nyingine. Yes, hawa viungo tunakwenda kuangalia hapa. Viungo hawa wako 6. Sio wageni, wengi wao tayari tumeshazungumza. Twende tukawaangalie viungo hawa ni nani na nani. Viungo Simba 2025-26. Yes, jina kubwa ambalo liko juu pale katika orodha ya viungo ambao wanahitaji, huyu ni mzawa. Yeye ni Abdallah, tumeshia kumzungumzia, tutoka sana. Abdallah Kulandana, huyu anatokea Fountain Gate. Yes, Fountain Gate Football Club. Ni dili ambayo tumeizungumza sana. Simba wapo katika mazingira mazuri ya kuunasa saini yake, na yeye mwenyewe yuko tayari kutoka Fountain Gate kwenda kujiunga na Simba. Ikumbukwe amebakisha mkataba wa mwaka mmoja. Simba wameridhia kutoa milioni 60 ambayo Fountain Gate waliiweka kwa ajili ya Abdallah Kulandana. As it is stained, ni dili ambayo inakwenda kukamilika, ni swala la muda tu. Yes, kwa hiyo huyo ndo wa kwanza. Nataja zile dili ambazo zinaonekana kuwa kipaumbele zaidi, yani zina nafasi kubwa zaidi. Yes, huyo ndo wa kwanza. Dili ya pili inamhusu Bala Musa Conte. Yes, huyu anatokea kwenye kikosi cha Sfaxien ya Tunisia. Ni kiungo wa ukabaji, raia wa Guinea. Katika session zilizopita tumewahi kumzungumzia, na situation yake kwa uchache tukukumbushia ni kwamba inatajwa kwamba wiki ijayo anatarajiwa kuachana rasmi na klabu yake ya Sfaxien. Sfaxien inapitia changamoto nyingi za madini, wanadaiwa, na kuna uwezekano msimu ujao 2025-26 wakapigwa bani ya kusajili kutokana na idadi kubwa ya madini ambayo wanadaiwa. Hivyo basi Bala Conte anavunja mkataba wake, ana pathways. Kumbukwe huyu anamaliza contract yake 2026, yani na mkataba mwaka mmoja umesalia, lakini anaondoka hapo kwa ajili, tayari inaonekana Simba wamesha advance mazungumzo naye. Hivyo basi anataka ku pathways nao ili aondoke as a free agent. Sfaxien hata kwenye peji zao za mitandao ya kijamii wameposti idadi ya wachezaji na madeni ambayo wanadaiwa kutoka katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo huyu ni wa pili. Twende tukamwangalie watatu. Watatu ni Faisal Salum. Huyu ni nyota wa Azam FC. Bwana, Faisal ni mchezaji ambaye ana mkataba kwanza na klabu ya Azam wa mwaka mmoja umesalia, lakini ni nyota ambaye anahusishwa sana na klabu mbalimbali. Of course sio Simba peke yao. Simba wana interest, wanamhitaji Faisal, lakini kumngoa Faisal ndani ya Simba, ndani ya Azam FC ni changamoto kweli kweli. Fedha ambazo zinahitajika ni nyingi, lakini situation zake za mikataba zina changamoto kwa Simba kumpata kiwepesi wakati huu ambao ana mkataba na Azam FC. Hivyo basi taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Simba kwa sasa wanafikiria kuachana na Faisal mpaka msimu ujao. Yes, yani msimu huu uishe, alafu aje kama free agent msimu ujao 2026 kwa maana ya 25-26 aendelee kubakia pale pale Azam FC. The question is, Faisal, Simba changamoto kwake kumpata, lakini je, klabu nyingine itakuwa changamoto pia? Ikumbukwe klabu ambayo iko tayari kuweka fedha nyingi ili kumpata Faisal ni Kaizer Chiefs, na kuna story ya Kaizer Chiefs na Faisal tutakuja kuiangalia katika session nyingine, but as it stands kwa sasa Faisal anazungumzwa na Simba, lakini makubaliano ya mwisho ilikuwa ni hayo ya kumwacha amalize kwanza msimu huu, but anything can happen. Ikitokea basi Simba watafanya biashara na Azam FC, wanaweza kumchukua kwa sababu hii ni deal ambayo bado ipo active. Tukiachana na Faisal, deal ya 4 ni ya Owen Tembo. Tembo ni nyota wa Power Dynamos ambaye amemaliza mkataba wake na miamba hii kutoka
Zambia. Hawa wanaitwa Ava Yellow kutoka Zambia, amemalizana nao contract yake 2025 ndio alikuwa mwisho. Lakini Tembo Owen yupo katika rada na klabu nyingi Afrika Kusini. Nishaye kuzungumza kuhusu hii deal. Klabu nyingi zinamhitaji, ingawaje mwenyewe anaonekana priority ni Simba. Mwenyewe anaitaka Simba. Owen Tembo ambaye pia ni MVP wa ligi ya Zambia kwa msimu wa 2024-2025. Mchezaji mwingine ambaye anahusishwa na Simba Sports Club ni Abdul Said. Abdul Said huyu ni kiungo wa Binzertin. Binzertin, Simba imejaribu kufanya mawasiliano na management ya Abdul Said ili kuweza kumpata, kwa sababu huyu ni kiungo ambaye Simba waliambiwa na kocha kutoka Senegal, jina lake na muhifadhi, kuhusu mchezaji huyu. Aliambiwa ni mchezaji hatari, ni mzuri, ambaye wanaweza kunufaika naye. Hivyo basi Simba wakamfuatilia na kujiridhisha juu ya ubora wake na wanaomhitaji, lakini bado ana contract na kikosi cha Binzertin. Kwa hiyo deal yake inawezekana ikawa ngumu, kilinganisha wapo nyota ambao mikataba yao iko open. Kwa hiyo huyu yupo katika rada, lakini as it stands kwa sasa bado inaonekana mambo ni magumu kutokana na mkataba wake, na Simba wamekaa kimya kuhusu hii deal. Ipo, lakini wamekaa kimya kuendelea na movement zao. Timu nyingine, mchezaji mwingine ambaye anakaa hapa ni Hussein. Nilikwambia wako 6. Huyu ndo wa 6. Hussein Badamasi. Badamasi kutoka TP Mazembe. TP Mazembe inamaliza contract na Hussein Badamasi, kiungo wa kushambulia kutoka Niger, ambaye anacheza katika safu ya kiungo cha kushambulia kwenye kikosi cha TP Mazembe, nafasi ambayo alikuwa akicheza Soze Zemanga Jogos, ambaye kimsingi kwa sasa hapati nafasi, na Hussein Badamasi amekwenda kuchukua nafasi ile. Anacheza Hussein Badamasi na Boaz Ngalamulume Bato katika safu ya double pivot ya Tupisa Mazembe. Huyu anamaliza contract yake na Simba msimu huu na TP Mazembe msimu huu wa 2024-2025. Simba wanafanya mawasiliano na uongozi wake, na hii ni deal ya muda mrefu. Wanaendelea kupambana naye ili waone namna gani anaweza kumjumuisha katika kikosi chao. Kwa hiyo hizi ndio deal 6 ambazo Simba wako nazo katika tebo yao mpaka sasa kwa viungo. Na viungo hawa ni nambari 8, nambari 6 na nambari 11. Nambari 11 kwa maana ya Faisal Salum, lakini waliobakia ni nambari 8 na nambari 6. Hapa kuna baadhi ya nyota sijawaweka, kwa mfano wingers. Kuna wingers ambazo wanahusishwa nazo Simba, lakini sijawaweka, tutakuja kuzungumzia katika sessions zingine. Tutakuja kuangalia pia story ya Jean-Claude Girumugisha. Watu wengi wanataka kujua situation ambayo yuko nayo winga huyu kutoka kwenye kikosi cha Al Hilali na mazingira yake yako vipi, na je, nafasi ya Simba kwa Jean-Claude Girumugisha wanaweza kumpata au vipi? Situation yake yote ile ipo, imenifikia katika mkono wangu na tutakwenda kuiangalia vya kutosha. Lakini kwa sasa hawa ndio viungo ambao wapo katika rada ya Simba. Wewe kama mwanamichezo, kama mwana Simba, pengine kwa unavyoona kiungo gani hapa unahisi anastahili kuja kuichezea Simba? Lakini nikukumbushe tu, huyu ni DM, yani nambari 6 kwa lugha nyepesi. Bala Conte ni DM kwa maana nambari 6 pia kwa lugha nyepesi. Faisal ni AM, attacking midfielder, huyu ni nambari 10. Owen Tembo ni DM, huyu ni nambari 6. Abdul Said ni DM, huyu ni nambari 6. Hussein Badamasa ni AM, huyu ni nambari 8. Kwa hiyo ukiangalia hii orodha unaona kuna nambari 6 wa 4 kwa maana ya Abdallah Kulandana, Bala Conte, yupo Owen Tembo, yupo Abdul Said. Hawa ni nambari 6, eneo ambalo Simba wamekuwa kistruggle kwa kipindi kirefu katika eneo la kiungo cha ulinzi. Yupo Yusuf Kagoma, yupo Augustin Okejefa, yupo Deborah Fernandez katika ile eneo. Ngoma Fabrice Luamba anasogea juu kwa maana nambari 8, lakini bado inaonekana Simba wataka kuboresha zaidi katika hilo eneo. Huyu ndio mzawa pekee ambaye yupo katika rada katika safu hii ya kiungo. Lakini quality ya Bala Conte, quality ya Owen Tembo, quality ya Abdul Said ndicho ambacho Simba wanakihitaji ili kuboresha safu yao ya kiungo. Kwenye nambari 8 ni Hussein Badamasi ambaye jina lake limenifikia katika mkono wangu so far, ndiye ambaye anazungumzwa. Ni nyota ambaye ana ubora wa daraja la juu, ni material kabisa ya Simba kwenye attacking midfielder. Lakini Faisal situation yake ndio iko hivyo, yeye ni nambari 10.
ambaye anaweza kama ataingia, maana yake atakwenda kushirikiana na Jean Charles Ahoua katika lile eneo. Kwa hiyo hawa ndio nyota ambao as it stand wapo. Most of them tumeshawahi kuwapiga, tumeshawahi kuangalia mmoja mmoja, lakini nimejaribu tu kuwakumbusha juu ya mazingira ya deals zao, sababu hapa nimefafanua pia deals zilivyo as it stand. Tusubiri kuona kitu gani kitatokea, biashara hizi zitafanyika ama itakuwa vipi, lakini haimaanishi kwamba ndo hawa tu. Inawezekana Simba naangalia pia wachezaji wengine, lakini bado haijafika katika mkono wangu. Hiyo moja. Lakini la pili, inawezekana wakaongezwa wachezaji wengine kadri tutakavyopata. Hiki ndo kipindi chake na hili ndo jukwaa ambalo tutakwenda kuziangalia hizi deals kwa mapana zaidi. Nyota yoyote ambaye ataingia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi tutakuja hapa kuithibitisha, lakini pia kama haitoshi tutakuja kuwapiga hao nyota, kuwaangalia nje ndani, background zao, wasifu wao, aina ya uchezaji na yote kadhalika. Mimi ni Gharib Mzinga.